ni eneo la huduma ya utoaji haki katika mahakama za mwanzo. Nadhani hili ni eneo ambalo ni lazima tuelekeze nguvu zetu, kwa sababu kule ndio wananchi wengi zaidi wanapata huduma kuliko eneo lingine lolote la ngazi ya mahakama. Sasa wakati mwingine ukiangalia bajeti ndogo sana inayotumika katika ngazi za chini na kubwa zaidi zinatumika katika ngazi za juu, lugha ya usawa au haki inasema lazima tuangalie mifumo yetu ya budget na kuhakikisha kwamba mahakama za mwanzo vile vile zinapata bajeti, kwa sababu ndizo zinahudumia wananchi wengi zaidi. Unapozungumzia mahakama kwa mwananchi wa kawaida ni mahakama za mwanzo. Kwa mimi naomba sana katika majadiliano, katika mipango yetu, katika mpango mkakati, katika mipango ya maboresho, nguvu yetu tuipeleke mahakama za mwanzo. Ifikie wakati kila tarafa iwe na huduma za mahakama za mwanzo, kila kata iwe na huduma za mahakama za mwanzo za kisasa zenye teknolojia. Utaona nchi yetu itakavyobadilika. Eneo lingine ambalo nilikuwa naomba sana tuendelee kuliangalia, hasa katika matumizi ya teknolojia. Changamoto tunazokutana nazo katika matumizi ya teknolojia zisitukatishe tamaa, kwa sababu tunaingia katika eneo ambalo hatujalizoea. Wote tumesoma katika dunia ya karatasi, dunia ya vitabu, tunahamia katika dunia ya kidijitali. Kwa hiyo tuwe tayari kuondoka huko, kwa sababu dunia inahama. Kwa hiyo tunapokutana na changamoto katika matumizi ya teknolojia, katika matumizi ya vifaa ambavyo tumewekeza, tusikate tamaa. Eza Ruben Kyando ni katibu wa Baraza la Wafanyakazi wa Mahakama ya Tanzania, na leo hii tumekutana hapa mjini Dodoma kwa ajili ya Baraza la Wafanyakazi ambao tunafanya kwa siku 2, na lengo kubwa la bajeti la Baraza la Wafanyakazi ni kujadili bajeti ya Mahakama ya Tanzania kwa mwaka 25 na 26, na pia na kuangalia utekelezaji wa bajeti ya 24 na 25. Lakini sambamba na hilo linatukutanisha watumishi kwa maana ya kupeana mirejesho ya majukumu yaliyopo katika kanda na division, ili tuweze kupata starting point ya kuweka malengo ya mwaka unaofuata kwa maana ya 25 26. Baraza letu litakuwa na muda wa siku 2 na kesho tutahitimisha mchana.